Kristo, mtazamaji wangu wa Goodwill popote ulipo, ninakukaribisha katika maombi haya ya siku ya leo. Ninakukaribisha ili tuweze kuandamana pamoja. Ninakukaribisha siku ya leo tuanze pamoja. Tumuinue Mungu, tumuinue Baba katika jina la Yesu Kristo, ili upendo wake upate kuwa pamoja nasi siku ya leo. Wakati mwingi huwa tunasahau ya kwamba tunastahili kuanzisha siku kwa maombi. Tunastahili kukumbuka ya kwamba tulikuwa tumelala, tulikuwa hatukujisikia, lakini nguvu za Bwana zimefanya tuamke tena na tuweze kuiona siku ya leo. Mungu wetu ni Mungu wa ajabu, njia zake ni za kiajabu. Wakati kulipokuwa na giza totoro, alikuwa amekufanya ulale hukuiona hiyo giza, na ulipoamka asubuhi ya leo umeuona mwangaza. Hivi ndivyo ilivyo, hata kama unapitia katika shida nyingi, hata kama unapitia katika matatizo mengi, hata kama maisha yako unaona yanakaa kama giza, nataka nikuambie ya kwamba Mungu hata ruhusu uzione hatari zilizoko, bali atauongoza moyo wako na utaweza kuona mwangaza. Lakini utauona mwangaza kama utaweza kukubali kunyenyekea na kukaa mbele za mkono wa Mungu. Asubuhi ya leo nataka tulisome neno la Mungu katika kitabu cha Petro wa kwanza mlango wa 5 aya yake ya 6 na ya 7. Na ningependa tusome neno hili linalosema kwamba basi nyenyekeeni chini ya mkono wa enzi wa Mungu, ili awainue wakati ufaao. Mwekeni matatizo yenu yote, maana yeye anawatunzeni. Nitataka kurudia maneno haya. Basi nyenyekeeni chini ya mkono wake wa enzi, mkono wa enzi wa Mungu, ili awainue wakati wake ufaao utakapofika. Mwekeeni matatizo yenu yote, maana yeye anawatunzeni. Yes, katika jina la Yesu Kristo, ningependa nisome tu huu mstari asubuhi ya leo tuongoze kwenye maombi. Neno la Mungu linasema ya kwamba tunyenyekee chini ya mkono wake. Aliyeandika maneno haya alikuwa anaitwa Petro. Na Petro aliishi na Yesu. Zile siku Yesu alipokuwa hapa, Petro alikuwa pamoja na Yesu. Alipitia katika matatizo mengi wakati wa kuanzisha mambo haya ya imani. Ninajua wakati mmoja Yesu alimwambia kwamba wewe Petro, kama unanipenda, uwalinde kondoo wangu. Na kuwalinda kondoo wake Bwana, ama kuwalinda wafuasi wake, ni kwa kuwanenea na kuwaongoza kufika katika upendo na neema ya Mungu. Na katika baadhi ya mashauri yake mengi ambayo Petro aliwahi kuyatoa, mengine ni haya ambayo tumeyasoma siku ya leo. Neno hili linasema ya kwamba basi nyenyekeeni. Kwa hivyo yeye Petro alijua ya kwamba wakati watu wanamhitaji Bwana, wakati watu wengine wako na kiburi, na kuna mahali alisema ya kwamba kiburi kinafanya Mungu akose kumkubali mtu yoyote. Kiburi kinafanya Mungu amkatae. Kwa hivyo asubuhi ya leo ningependa nikwambie ya kwamba neno la Bwana linasema unyenyekee. Unaweza kuona kama una mambo fulani, unaweza yakakufanya ukawa na kiburi. Unaweza kuona kana uko na mali ikakufanya ukawa na kiburi. Unaweza kuona kwamba una nguvu za miramba na ukajiona kana kwamba wewe ukaweza kuwa na kiburi, ukaona ni kama umuhitaji Mungu. Unaweza kuwa una mambo mengi, unaweza kuwa una urembo, unaweza kuwa una mambo yanayofanya watu wakutambue, yanakuinua. Unaweza kuwa na kiburi ambacho kinafanya usinyenyekee mbele za Mungu. Ajabu ni kwamba watu wengine wana kiburi, hata wanapopitia katika shida nyingi, bado wana kile kiburi, hawawezi kunyenyekea na kupiga magoti na kumtafuta Mungu. Asubuhi ya leo ninakuja na ujumbe huu ya kwamba hebu leo tunyenyekee mbele za Mungu. Hebu na tuachane na kiburi chetu. Hebu tukumbuke ya kwamba kuna yule aliyemuumba wetu, yule aliyetuamsha siku ya leo, yule aliyekutenganisha na mambo mengi, yule aliyekufanya ukuwe na uzima siku ya leo. Tukubali kunyenyekea mbele zake, tukubali kuliinua neno lake, tukubali kumuinua asubuhi ya leo. Wacha uwepo wake uonekane katika maisha yetu. Kuna mtu mwingine aliyekuwa anaitwa Daudi.
na Daudi ni mtu aliyepelekana na Mungu sana, na jambo lolote Daudi alivyokuwa akifanya alimtanguliza Mungu. Na wakati mmoja Daudi akiwa amenyenyekea alimwambia Mungu ya kwamba wewe ni Bwana, wewe ndiye kimbilio langu, nitakufanya wewe kimbilio langu, na nitakubali kukaa chini ya uvuli, nitategemea kivuli cha mabawa yako. Kwa hivyo Daudi alikuwa na imani ya kwamba katika mambo yote atakayoyatenda atategemea Mungu. Ningependa uweze kufikiria wakati mtu amebebwa na ndege na yule mtu yuko angani, yule mtu huwa na tumaini gani? Anatumainia pilot, anatumainia ile ndege, yale mabawa, ili aweze kutua salama. Akiwa juu ya hewa hawezi akajitendea jambo lolote. Hivi ndivyo ninavyosema siku ya leo, watu ambao wanaweza kumtegemea Bwana wakiwa hawana jambo lingine wanaweza kulijifanyia. Hivi ndivyo mfalme Daudi alivyokuwa anasema ya kwamba wewe Bwana umenibeba na mabawa yako, na mimi nitakaa nikitumainia ama nitajificha na kutegemea kivuli cha mabawa yako. Ni wangapi watakubali Bwana awabebe asubuhi ya leo, watakapokuwa wakienda katika kazi zao, watakapokuwa wakifanya mambo yao, ili waweze kutegemea kivuli cha mabawa yake Bwana? Mtu aliyebebwa na yuko juu angani hana tumaini lingine. Mimi ninataka wewe ukubali kubebwa na Bwana. Umekuwa ukijipeleka katika shida zako, umekuwa uking'ang'ana na maisha, lakini neno la Bwana linakuja siku ya leo, linasema ya kwamba nyenyekeeni chini ya mkono wake wenye nguvu, chini ya mkono wenye uwezo, chini ya mkono wenye enzi, mkono wake Mungu. Nyenyekea chini ya mkono ule, naye Bwana atakuinua. Neno linasema ya kwamba let us cast all our anxieties, shida zetu zote na wasiwasi wetu wote, wacha tuulete kwa Bwana. Asubuhi ya leo sijui ni jambo gani linakutia wasiwasi. Asubuhi ya leo sijui ni jambo gani ambalo limekufanya hutulii katika maisha. Ni mambo gani ambayo yanakuweka dhiki? Ni mambo gani ambayo yanakutia wasiwasi? Ni watu akina nani wanaokudai wanakutia wasiwasi? Katika jina la Yesu Kristo, asubuhi ya leo nataka nikutangazia ya kwamba nyenyekea chini ya mkono wake Bwana, utegemea kivuli cha mabawa yake. Kubali kubebwa na Bwana siku ya leo, na utakuwa katika hali ambayo haina wasiwasi tena. Manake neno la Bwana linasema ya kwamba yeye tukinyenyekea chini ya mkono wake atatuinua wakati ufao ukifika, ya kwamba yeye Bwana atatuinua na mkono huo wenye uwezo, na akituinua hakuna kitu kingine kitatuweka chini. Hebu Bwana akuinue leo kutoka katika shida zako. Hebu Bwana leo akuinue kutoka katika kitanda chako. Hebu Bwana leo akuinue kutoka katika ugonjwa wako. Ninakutabiria katika jina la Yesu ya kwamba anakuja kukuchukua akubebe, anakuja kukuchukua akubebe, na katika uvuli wa katika uvuli wa wings zake utapata tumaini katika jina la Yesu. Ningependa tuombe pamoja. Ningependa tujiachilie kwa Bwana. Wacha Bwana atubebe. Wacha tutumainie. Wacha tumaini letu liwe chini ya uvuli wa mabawa yake. Hatutapata wasiwasi. Hatutapata shida. Wewe uliye na wasiwasi siku ya leo, ondoa wasiwasi unapoenda kazini. Ondoa wasiwasi unapoamka. Kama ni ugonjwa umekutia wasiwasi, wacha wasiwasi huu uje kwa Bwana leo. Maana yeye ana uwezo wa kuponya, ana uwezo na hata wa kufufua. In the mighty name of Jesus, ninataka kusema ya kwamba hautauawa na ugonjwa ambao kuandama kama jinsi alivyomfanyia Ezekieli. Leo anakuinua kutoka katika kitanda chako, na katika jina la Yesu
ninatangaza uponyaji katika nyumba yako. Umekuwa ukihangaishwa na mambo mengi, ninayakemea sasa katika jina la Yesu Kristo. Kuna kesi na kutia wasiwasi, ninakuambia muhusishe Bwana, atakubeba na mabawa yake. Umefika mwisho, atakuinua na mabawa yake katika jina la Yesu Kristo. Wacha tuombe pamoja. Wacha tuombe na tumwamini Bwana ya kwamba anaweza na anatenda. In the mighty name of Jesus. Lord Father, katika jina la Yesu tunakuinua na tunakuhimidi. Upendo wako ambao unazidi kila kitu ndio tunajiachilia chini yake. In the mighty name of Jesus, tunatangulia Bwana kwa kuomba kwa sababu ya shirika hili la Goodwill na nafasi hii waliotoa wa neno lako. Bwana, wacha watu hawa wasimame. Bwana, wacha kampuni hii iweze kuendelea. Tunaomba kwa sababu ya viongozi wa kampuni hii. Tunaomba kwa sababu ya directors wa kampuni hii. Bwana, mkono wako upate kuwa juu yao. Tunakuomba kwa sababu ya wafanyikazi wote wa kampuni hii. Tunaombea producers wa kampuni hii. Tunaombea presenters wa kampuni hii. Tunaachilia neema yako Bwana iwalinde, waokoe na wakinge na maovu yote katika jina la Yesu Kristo. Yehova, ninamuombea mtazamaji wangu mahali popote alipo Bwana, mguze. Kuna mtu akona wasiwasi asubuhi ya leo, ninaomba wasiwasi wake Bwana uje mikononi mwako katika jina la Yesu Kristo. Ninaombea huyu mwenye kiburi Bwana, katika jina la Yesu Kristo, kubali kunyenyekea. Ninaomba neema yako Bwana iweze kuwasaidia wale ambao walio katika magonjwa. Huyu anayehangaishwa na ugonjwa, huyu amekosa nauli ya kwenda hospitalini. Bwana, ninamuombea neema yako, ninamuombea nguvu zako katika jina la Yesu Kristo. Mguze na uweze kumponya. Tembelea familia iliyo chini. Neno lako limesema ya kwamba tukinyenyekea mkono wako utatuinua. Wainue familia hizi ambazo ziko chini. Muinue ndugu huyu ambaye maisha yake ni kama yamefika mwisho. Leta tumaini katika jina la Yesu Kristo. Yehova, ninatangaza kufunguliwa sasa kwa wale wote waliofungwa. Ninakemea nguvu zote za kiuchawi. Ninakemea nguvu zote za kiukoo ambazo zimewafunga wengine, hawawezi kuendelea. Ndugu huyu hawezi kusimamisha familia kwa sababu ya nguvu za kiukoo ambazo zinaleta separation. In the mighty name of Jesus, I break this chain in the name of Jesus. Yehova, ninakuomba kwa sababu ya wale wote ambao wako katika hali ya umaskini na ni roho chafu za kiuchawi zimewafunga katika umaskini. Ninatangaza kufunguliwa kwao. Wale ambao wamelemewa na magonjwa katika jina la Yesu Kristo, yaweze kujiita kisukari, yaweze kujiita saratani, yote ni magonjwa ya aina yote ambayo yamekuja kuangamiza watu wako. Leo ninatangaza watafunguliwa. Ninatangaza uponyaji in the mighty name of Jesus. Yehova, mkono wako uweze kutembea juu ya watu wako wakati huu ambapo uchumi ni mgumu. Kuna watu wanahangaika, wanadaiwa house rent, wanadaiwa madukani, wanadaiwa kila pahali. Katika jina la Yesu Kristo, ninaomba sasa waweze kukombolewa. Bwana, fungua mlango ili watu wako wapate maisha mazuri, wapate kusherehekea kama watu waliona Baba. Watakubali kunyenyekea chini ya mkono wako ili Bwana wainue watu hawa. Badilisha maisha ya taifa hili katika jina la Yesu Kristo. Tunaombea wanasiasa wote ili Bwana neema yako iwaguze ili wasitugandamize. In the mighty name of Jesus. Wakati huu ambao ni mgumu, wakati huu ambao uchumi ni mgumu, ninawaombea hekima na neema yako Bwana iweze kushuka juu yao ili waweze kupata nafasi nzuri ya kutuongoza. Tunamuombea rais wa taifa hili, Bwana mpe hekima. Tunawaombea mawaziri wote, Bwana wape hekima. Tunawaombea na governors na tunaombea wote katika jina la Yesu Kristo. Wacha kusiwe na roho ya unyanyasaji katika jina la Yesu. Tunaomba uwepo wako na neema yako Bwana itukumbuke ili utujalie kuwa na viongozi wazuri, utujalie kuwa na viongozi walio na hekima. In the mighty name of Jesus, tunaomba amani kila pahali. Tunaomba
Tunaomba amani kwa kila makabila yote ya Kenya. Tunaomba neema yako katika jina la Yesu Kristo, na utupe roho ya umoja. Neema yako Bwana tunaomba kwa sababu ya makanisa yako. Naomba Bwana hata kama kuna upinzani, tunaomba Bwana ulete Roho wako Mtakatifu ili aweze kutupigania wale wote tulio katika imani. Wachungaji ambao wako chini, ninaomba mkono wako uwainue. Bwana, kumbuka jinsi wanavyojitolea. Usiwache wahangaike katika dunia hii kuja kuwa msaada kwa sababu ya watumishi wako. Tunaomba kwa sababu ya neema yako, tunaomba kwa sababu ya upendo wako. Nikimalizia, ninalikumbuka kanisa la Victor's Chapel Malindi. Neema yako Bwana iweze kuliguza kanisa hili ili liweze kuinuka. Mkono wako Bwana na utuinue katika jina la Yesu. Bwana, ninaomba nikiamini ya kwamba Bwana umetutendea, umemtendea mtazamaji wangu. Neema yako Bwana na ishuke, upendo wako Bwana na utuinue katika jina la Yesu aliye Bwana na mwombezi. Thank you in the name of Jesus. Tukutane kesho hapa masaa kama haya, tuweze kumwomba Bwana, tuanze siku na yeye na kuombea amani. Hata kama pengine siku yataja mambo unayopitia, lakini nenda na neno hili ya kwamba Bwana atakuinua, manake mkono wake una nguvu. Kaa chini ya kivuli cha mabawa yake, atakubeba, atakuvukisha kwenye shida na matatizo. Katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na mwombezi, pata siku njema yenye baraka unapotoka na unaporudi. Bwana akukinge na ajali, akukinge na maovu, na utanguliwe na kukubalika. Let favor be on you in the name of Jesus. Thank you. There is power in the blood of the Lord.